Ameasema hayo wakati akifungua kongamano la kwanza lijulikanalo kwa jina la mkuu wa jimbo la Magharibi na mabinti, lililoandaliwa na idara ya wanawake na watoto ngazi ya jimbo na kufanyika KKKT usharika wa Patandi uliopo Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa mkakati wa jimbo hilo ni kuhakikisha kuwa wasichana wanajitunza na kumtumikia Mungu kwa ukamilifu. Ni mkakati ambao tumeweka katika jimbo letu kuhakikisha kwamba mabinti wote katika sharika zetu tunakuwa na mabinti ambao kwa kweli wanamcha Mungu, wanafahamu neno la Mungu. Maana tukiangalia waanga wakubwa wa mmonyoko ya maadili katika jamii, wanaoathirika kwa kiasi kubwa ni wasichana. Unakuta mara nyingine wamedanganywa, lakini wakipata nafasi kama hii ya kujengwa katika neno la Mungu, maana yake watajiheshimu, watafahamu wajibu wao kama wasichana, lakini hata wanapoingia katika mahusiano watajua ni kitu gani cha kufanya. Ndilo lengo hasa la kongamano hili la mkuu wa jimbo pamoja na wasichana katika jimbo letu. Aidha amesema kuwa vijana wa kiume hawajaachwa nyuma katika kumtumikia Mungu. Maandiko yanasema mume ni kichwa cha familia. Kwa hiyo kuna semina pia ambayo itaandaliwa na idara ya wanaume katika jimbo letu, na lengo ni kuimarisha vijana wa kiume waweze kujitambua, lakini wanapojiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye maisha ya mahusiano na ndoa, wafahamu ni nini wanachokifanya katika mambo hayo. Mnenaji wa kongamano hilo, mwalimu wa neno la Mungu, Mwalimu Lugano Ndile, amezitaja changamoto zinazosababishwa na uraibu wa mtandao kwa mabinti, huku parishweka wa KKKT jimbo la Magharibi Eliwandeta Mwendo na mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto katika jimbo hilo Salome Palanjo wakieleza umuhimu wa kongamano hilo kwa wasichana hao. Inaleta madhara makubwa sana hasa kwa mabinti wengi na vijana na watoto kwa ujumla, na madhara mojawapo yanapoteza hali ya kujiamini kwa mabinti, lakini madhara mengine yanasababisha akili au ubongo ndio unaoathiriwa zaidi na kusababisha binti kushindwa kufikiri vizuri, lakini pia kushindwa kujisimamia mambo yake mwenyewe, lakini pia kushindwa kusoma na kuelewa anachosoma, wakati mwingine na kumpelekea kujiona duni na kutojiamini yeye alivyo na kuendeshwa na like na comment za kwenye mitandao kuliko yeye aliye halisi. Wakishajitambua na kuelewa athari za kuiga kila kitu kwenye mtandao, wanakuwa na nguvu ya kuweza kukabili hali mbalimbali zinazowafuatilia, changamoto za umri wa mpito. Wanajaribu kila kitu lakini bila kujua madhara yake. Tunatazamia wawe imara kwa ajili ya kuendelea na maisha ya kumpenda Mungu, ya kujiheshimu, na walioko mashuleni wasome kwa bidii, na walioko manyumbani wasione tu simu ni kuiga kila kitu mpaka kuleta kwenye maisha ambayo hayaendani na jamii anayoishi. Mimi naamini katika jimbo langu la Magharibi tunatengeneza wamama bora, baadaye viongozi wakubwa, baadaye wenye kujitambua, wenye ari na mwamko mkubwa na uelewa mkubwa. Kwa sababu tukishakomboa kizazi hichi cha sasa hivi, huku mbeleni kutakuwa kuna unafuu mkubwa kuliko ni hali ambayo tunaipata sasa hivi. Wamama turudi kwenye malezi, wababa pia turudi kwenye malezi. Tuseme na mabinti zetu. Kuna mabinti wengine ukiongea nao wazazi hawasemi. Hebu tuseme na mabinti zetu. Mimi napendaga kutumia msemo kwamba cheupe cheupe, cheusi cheusi. Tuwaeleze kabisa mapenzi ya utotoni ni nini, madhara ya ngono ni nini, madhara ya simu ni nini. Nao baadhi ya mabinti walioshiriki katika kongamano hilo, akiwemo Dorcas Isanja na Evelyn Sham, wameeleza changamoto wanazokumbana nazo kupitia mitandao. Sisi kama mabinti tunaona mambo mbalimbali mtandaoni, ya kwamba labda wadada wakiwa wanaweka tips kujipodoa, mambo kama hayo ambayo inatufanya tuwe tunataka vitu ambavyo hatuwezi kuvifikia. Alafu pia tunakuwa tunategemea sana mtandaoni, yani unataka mtandao ukucompliment kila kitu, unategemea likes na comment, yani kuliko kutegemea hizi compliments za watu wanaokuzunguka, jamii na kuzunguka, ambapo kutokana na hilo ukiwa na likes chache au comment kidogo inakufanya uwe mpweke. Nitajituma, nitapambana, nitaepukana na matumizi ya simu kwa muda mrefu na mambo ya mitandao ya kijamii. Kongamano hili limelenga kuwasaidia watoto wa kike kuepukana na changamoto hasa za kimtandao pamoja na ukatili wa kijinsia. Kutoka katika usharika huu wa Patandi ulio sehemu ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania,
Dayosisi ya Meru. Mimi ni Elihuru Machao.